Ukweli au uongo? Hujambo mwana RFI Kiswahili, karibu katika makala hii leo, ikiwa ni Machi 13. Siku hizi habari za uongo mitandaoni ni nyingi, hapa tunasaidiana kuzihakiki. Ukiniita Jupiter Mayaka nitaitika. Kweli kabisa, nami ni Hilary Ngati. Kipindi hiki tunashirikiana na wenzetu la Benevolencia. Lakini moja ya habari tunaangazia ni picha inayodai kuwa Rwanda imewaachia huru wafungwa kutoka gereza kuu la Bukavu nchini DRC. Kadhalika tutaangalia video ya mazoezi ya kijeshi mwaka 2022 iliyowasilishwa kama vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Usikose kuwasiliana nasi kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianza na alama kujumuisha 254 707 888 555. Ngati, mambo vipi? Nipo vizuri, wewe? Tabasamu la nini? Si unajua, mimi mambo yangu yapo vizuri. Msikilizaji, karibu. Upande wa pili namuona Collins Kadhambi. Sasa msikilizaji, tunaanzia kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapema mwaka huu mapigano kati ya vikosi vya usalama vya Kongo FARDC na makundi ya wapiganaji yakiongozwa na M23 yaliongezeka na kufikia kilele cha M23 kuteka mji wa Goma, kitovu cha eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mpaka na Rwanda. Ngati, mashambulio ya hivi punde ni hili ambalo limetokea ambapo raia mmoja wa Ufaransa aliuawa kule Goma. Sasa kufikia Machi mwaka huu, Marekani ilitangaza vikwazo kwa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF na maafisa wanne wakuu kwa kushirikiana na kundi la M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukiuka makubaliano ya hivi karibuni ya amani. Sasa msikilizaji, kutokana na hali tete ya usalama kule mashariki, picha imesambazwa kwenye X tangu Januari 28 ikidai kwamba Wanyarwanda wamewachia huru wafungwa kutoka gereza kuu la Bukavu. Baada ya kuthibitisha picha hii haihusiani na tukio la mwaka 2026. Picha hii ni ya tarehe 28 Julai mwaka 2017 ambapo angalau mtu mmoja alifariki huku wengine 20 wakitoroka gereza huko DRC. Habari hii pia ilichapishwa na chaneli ya Channels TV ikiwa na kichwa mtu mmoja afariki huku wengine wakitoroka jela nchini Kongo. Lakini pia mnamo Julai 29 mwaka 2017 Radio Kapi pia ilichapisha kuhusu mada hiyo ikisema Kivu Kusini, utulivu unarejea katika gereza kuu la Bukavu. Tumetafuta pia mtandaoni ikiwa wafungwa wametoroka jela mwaka huu, lakini hakuna matokeo kama hayo. Picha hii msikilizaji si ya mwaka huu bali ni ya Julai 28 mwaka 2017. Mwenzetu pia kutoka Bukavu kule DRC William Basimike anahakiki hili. Hii picha haihusiani kabisa na tukio lolote la mwaka 2026. Ni picha ya tangu Julai 28 mwaka 2017, wakati wa tukio ambalo lilifanyika mjini Bukavu. Yapata wafungwa 20 walitoroka gereza kuu la Bukavu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na yule ambaye alichukua picha hii ilikuwa ni mwanahabari Ernest Muhero ambaye alitumikia idhaa ya Kifaransa ya Sauti ya Amerika. Kwanza, gereza kuu la Bukavu tangu kuingia kwa AFC M23 mjini Bukavu limechoma moto na wafungwa ambao walikuwa humo ndani muda mfupi kabla wakimbie. Walipokimbia walichoma gereza moto, na hadi sasa gereza hilo kuna juhudi ambazo ziko zinafanyika ili viongozi wa sasa waone kwamba litakarabatiwa. Sasa wafungwa watatoroka kutoka gereza gani? Na wafungwa wapi wakati wamekimbia? Wametoroka tangu zamani, kumepita mwaka mmoja. Yani ni habari za uongo, habari potovu. Tukushukuru sana Basimike na uwe na jioni njema. Ukweli au uongo? Ndio makala unaendelea kusikiliza hapa RFI Kiswahili. Je, msikilizaji, umeshawahi kupotoshwa na ulichukua hatua gani haswa katika mitandao ya kijamii? Karibu tusemezane na tuwe mabalozi wa habari za ukweli. Ngati, tunaelekea wapi? Tunaelekea kule Mashariki ya Kati ambapo vita vimeendelea kuibua habari za kupotosha, na video moja inasambaa ikiwa na madai kuwa Iran imeshambulia meli ya wanamaji wa Marekani katika bahari ya Hindi. Klipu halisi ni ya mwaka 2022 kama sehemu ya zoezi la vita vya baharini. Mchapishaji kwenye X mnamo Machi 4 aliandika, jeshi la Iran lililenga meli ya jeshi la wanamaji wa Marekani katika bahari ya Hindi wakati ilipokuwa ikiongeza mafuta na kujiandaa kwa operesheni. Msikilizaji, klipu hii inaonyesha meli ikilipuliwa baharini na moshi ukipaa. Hata hivyo msikilizaji, Pentagon hapo awali ilikanusha madai ya Iran kwamba makombora yake yalizamisha meli ya USS Abraham Lincoln. Video iliyo mitandaoni ikidai kuonyesha meli hiyo kushambuliwa inapo
zinapotosha. Nikukumbusha tu msikilizaji kwamba meli ya USS Abraham Lincoln haitumii mafuta, inatumia nishati ya nyuklia na inaweza enda zaidi ya miaka 10. Kwa kutumia mbinu ya reverse image search, video sawia na hiyo imechapishwa kwenye YouTube tarehe 16 Julai mwaka 2022 kutoka chombo cha habari cha Malaysia Harian Metro. Kichwa na maelezo yanaonyesha meli ya Royal Malaysian Navy KD Lekir ikirusha kombora kwenye maji ya Hawaii. Na utafutaji zaidi wa maneno muhimu kwenye tovuti ya jeshi la Marekani la huduma ya usambazaji wa taarifa DVIDS ulipata picha halisi iliyochapishwa Julai tarehe 15 mwaka wa 2022. Maelezo yanaonyesha majeshi kutoka Marekani, Australia, Canada na Malaysia yakifyatua risasi na kuzamisha meli kama sehemu ya zoezi. Unasikiliza RFI Kiswahili, kipindi hewani ni ukweli au uongo, kwa nami Hilary Ngati na mimi ni Jupita Mayaka. Bila shaka muda unasonga sana, na kwa njia ya simu naona yupo tayari dada Celestine, na bila shaka unachora nini jioni hii? Katika makala ya leo nitaangazia propaganda zinazohusiana na mashambulizi ya makombora kati ya Marekani na Iran, haswa ile video iliyosambaa ikiwa na madai kuwa Iran imeshambulia meli ya kubeba ndege inayoitwa USS Abraham Lincoln katika bahari ya Hindi. Ni vyema tukumbuke kwamba propaganda huenea sana wakati wa vita, kwani pia ni silaha, na tusiwe wepesi wa kuamini mambo yanayoenea mitandaoni. Kwa hivyo nimechora katuni ya kutukumbusha jinsi uongo hutumika haswa wakati wa vita kama silaha ya kushambulia fikra, dhana na akili zetu kwa jumla. Celestine, tukutakie jioni njema, na nimkumbushe msikilizaji anaweza kufuatilia au kutazama kibonzo chako kwa kutembelea mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook RFI Kiswahili. Ukweli au uongo. Washirika wetu la Benevolencia wananiambia ni wapishe kwa tumbo hizo. Mchoma, unaficha wapi? Niko wapi? Nini nilificha? Acha kujifanyisha. Tunafahamu kama na uko nyuma ya hii kutoroka gereza sai. Bafunga yote banatoroka gereza, unabafichika huko. Mungu wangu, maana yange wewe. Unabasikia? Mimi nakwambia iko sio unabafichika. Biko mwele shambure pale. Fungula mbio ile mudangu. Mimi najua kama unabafichika muda. Lakini wandugu. Mupeta. Wanalalamika jua nini? Ili kwangu mimi napumzika. Jua makelele yako mimi nalamuka. Au shangaa kabisa. Aendeke. Zamiri, kumbe ni wewe ndio ulikuwa humu ndani. Nilikuwa mnasikia mwili mchoko sana. Niko na niluma kabisa. Ndio nikalomba Mchoma tupumzike kidogo mwa hii chumba mwenye analalaka. Sasa, na hizi habari zunyo kuna sema za kutoroka mgereza, unazitosha wapi papa? Sonionezea kwanza naye kabisa. Zamiri, kumbe una habari kama bafunga wote ya mgereza kijiji yetu. Nini? Ile gereza kubwa mkijiji yetu. Unakwambia balitoroka? Nini? Bale batena maovu wote wakao Mchoma. Mimi nakwambia biko banazera mamungine, inafaa tukuwe waangalifu. Na namna gani walitoroka mwele gereza ya kabambi sana vile? Na yenyewe nachungiwaka vile. Aha. Mpenda. Sema wewe ndio una habari. Mimi nakwambia, ma message za mingi ziko mu group WhatsApp sai. Inasema kama bazara kwa hapo Mchoma bot. Na huyu Mchoma ndio nyeruku hapa, mimi nakwambia naye niko complice. Inafaa tukue makini. Hapana kabisa. Unanifahamu vizuri sana. Mimi nabarabia katika jina la Yesu kabisa. Mimi siwezi jiunga hata kwa vitu ya vile sana. Unatuona viwerewere baduru wala hai. Kisha sasa hizi picha ziko kwa mitandao. Unataka sema zilianguka mbinguni zikashuka kwa dunia wala hai. Mpenda? Namna gani ya kuweza aona kama hii mapicha ni mapicha yenyewe walitunga hizi? Walitunga kabisa. Angalia mzuri. Picha za mbele hizi kabla gereza yatengenezewa tena. Haiko njoo rangi yenyewe gereza iko nayo kwa leo hii. Hapana. Mungu wangu, nilidanganyika. Na asante wenzetu Mchoma na Jolie kwa tumbo hizo hilo. Naam, ili tusaidiane kuhakiki habari, wasiliana nasi katika mitandao yetu ya kijamii kwenye X, TikTok, Facebook ni RFI Kiswahili. Lakini tupo tayari kupokea maoni yako kwenye namba yetu ya WhatsApp ukianza alama kujumuisha 254 707 888 555. Tuzingatie msemo huu, simuige ndovu kunya utapasuka msamba. Niita Jupita Mayaka, nitaitika. Jupita Mayaka na misemo yake. Kwa heri msikilizaji, mimi ni Hilary Ngati.